Mvutano wa kijeshi kati ya Marekani na Iran umeingia katika hatua mpya na ya hatari, huku mashambulizi ya anga, matamko makali ya kisiasa na vitisho kuongezeka kwa operesheni za kijeshi vikizidi kutia wasiwasi ulimwengu. Kauli za rais wa Marekani Bwana Donald Trump pamoja na madai ya Iran kuhusu mashambulizi ya kulipiza kisasi zimeonyesha wazi kuwa mzozo huu sasa unaweza kuendelea kwa muda mrefu zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Katika muktadha wa mzozo huo wa kikanda ambao umekuwa kwa kasi, picha ambazo zimerekodiwa na vyombo vya habari zimeonyesha mlipuko mkubwa ukilipiga jiji la Beirut wakati wa futari ya jioni. Moshi mzito umeonekana ukifunika anga la jiji hilo, tukio ambalo linatajwa kuwa sehemu ya mfululizo wa mashambulizi ya Israel dhidi ya mji mkuu wa Lebanon. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema tukio hilo linaashiria hatari ya mzozo kuenea zaidi, hasa kwa kuzingatia uhusiano wa karibu kati ya makundi ambayo yanaungwa mkono na Irani na wahusika wa kijeshi katika eneo hilo. Akizungumza katika ukumbi wa mashariki wa ikulu ya White House wakati wa hafla ya utoaji wa medali ya heshima kwa wanajeshi watatu wa Marekani waliouawa vitani, rais wa Marekani Bwana Donald Trump amethibitisha kwa mara ya kwanza hadharani kuwa Marekani inaendelea na operesheni kubwa za kivita dhidi ya Irani. Anasema makadirio ya awali yaliyotokea katika mashambulizi haya kuendelea kwa wiki 4 hadi 5 yanaweza kubadilika. Anasema yanaweza kuendelea kwa muda mrefu zaidi, akisema huku akisisitiza kuwa hatarajii kuchoka au kulegeza msimamo. Baadhi ya watu wanasema atachoka, lakini yeye amesema hachoki. Trump ameeleza kuwa lengo la operesheni hiyo ni kuondoa tishio kubwa linalodaiwa kuletwa na utawala wa Iran kwa Marekani na washirika wake. Kwa mujibu wa maelezo yake, Washington inalenga kuharibu uwezo wa makombora wa Iran, kuangamiza jeshi lake la majini na kuzuia kabisa uwezekano wa Iran kupata silaha za nyuklia. Amedai kuwa tayari meli kadhaa za Iran zimezama baharini na kwamba operation hiyo inalenga kuhakikisha mfadhili nambari 1 wa ugaidi duniani hapati silaha za nyuklia. Aidha, anasisitiza kwamba uongozi wa Iran ukiwa na makombora ya masafa marefu na silaha za nyuklia ungekuwa tishio lisilovumilika kwa Mashariki ya Kati na kwa wananchi wa Marekani. Katika mahojiano na vyombo vya habari, Trump amedokeza kwamba uwezekano wa kupeleka wanajeshi wa Marekani nchini Iran haujaondolewa kabisa, akisema huenda wimbi kubwa la mashambulizi bado liko mbele, huku akisisitiza kuwa atafanya kile anachokiona kuwa sahihi kwa maslahi ya taifa lake. Hata hivyo, waziri wa vita wa Marekani Peter Hegseth anasema kwa sasa hakuna mipango rasmi ya kupeleka wanajeshi Iran, ingawa amekataa kutoa kauli ya mwisho kuhusu hatua za baadaye, akieleza kuwa serikali haitatangaza mapema nini kitafuata au nini itafanya. Kwa upande wake, jeshi la walinda mapinduzi ya Kiislamu wa Iran IRGC limetangaza kuwa limepiga malengo 60 ya kimkakati na maeneo 500 ya kijeshi ya Marekani na Israel katika operesheni ya kulipiza kisasi. Katika taarifa ambayo imetolewa kupitia vyombo vya habari vya Iran, IRGC inasema zaidi ya ndege zisizokuwa na rubani 700 pamoja na mamia ya makombora vilirushwa dhidi ya maadui na wavamizi. Taarifa hiyo imeelezea mashambulizi haya kama kiwango kipya cha vita, ikiashiria mabadiliko ya kimkakati katika namna Iran inavyokabiliana na wapinzani wake. Wakati huo, picha za video Jumatatu zimeonyesha uharibifu mkubwa katika jengo la makao makuu ya Khatam al-Anbiya katikati ya Tehran kufuatia mashambulizi ya anga yanayodaiwa kutekelezwa na vikosi vya Marekani na Israel. Jengo hilo ni kitovu muhimu cha uratibu wa jeshi la kawaida la Iran na IRGC. Bendera nyeusi ilionekana ikipeperushwa juu ya jengo hilo kama ishara ya maombolezo kufuatia kuuawa kwa kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei. Mtafiti wa masuala ya kimataifa Lamis Jadid anasema hatua ya serikali ya Lebanon kupiga marufuku shughuli za kiusalama na kijeshi za Hezbollah inaonyesha hofu ya wazi kwamba mzozo huo unaweza kusambaa zaidi katika eneo hilo, na kwa mujibu wa maoni yake, Lebanon iko katikati ya dhoruba ya kikanda sawa na Yemen na Irani. Jadid anaeleza kuwa mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yamevunja mipaka ya diplomasia, akidai kuwa Tehran ililaghaiwa katika mazungumzo kabla ya kushambuliwa bila idhini ya bunge la Marekani au baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa mtazamo wa kiuchumi, ameonya kwamba soko la kimataifa litapata madhara makubwa endapo vita vitaendelea kwa muda mrefu, na ametabiri kuwa kampeni ya muda mrefu ya kijeshi itapandisha kwa kasi bei ya mafuta na gesi duniani, jambo litakalogusa uchumi wa mataifa mengi duniani. Wakati pande zote zikionekana kujiandaa kwa mapambano ya muda mrefu, jumuiya ya kimataifa inaendelea kufuatilia kwa karibu
Kauli za Washington kuhusu kuharibu uwezo wa kijeshi wa Iran zinapingana moja kwa moja na madai ya Tehran ya kuwa tayari kwa vita virefu zaidi kuliko wapinzani wake. Hali hiyo inaashiria kuwa mzozo huu si wa muda mfupi, badala yake unaonekana kuwa mwanzo wa sura mpya, mvutano wa kikanda wenye athari za kijeshi, kisiasa na kiuchumi zinazoweza kuvuka mipaka ya Mashariki ya Kati na kuathiri usalama wa kimataifa kwa ujumla. Na mvutano wa kijeshi ambao unaendelea katika ghuba hii ya Uajemi umechukua sura mpya sasa baada ya Kuwait kudungua ndege 3 za kivita za Marekani aina ya F-15E katika kile kilichoelezwa kuwa ni tukio la bahati mbaya la mashambulizi ya kirafiki linalofahamika kama friendly fire. Tukio hilo limethibitishwa na kamandi kuu ya jeshi la Marekani katika ukanda wa kati CENTCOM mapema Jumatatu ya tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa ya CENTCOM, ndege hizo zilikuwa zikishiriki katika operesheni za mashambulizi dhidi ya Iran wakati zilipodunguliwa na mifumo ya ulinzi wa anga ya Kuwait. Taifa hilo la Ghuba linahifadhi moja ya vituo vikuu vya kijeshi vya Marekani ambako Washington imekuwa ikitumia kurushia ndege za kivita tangu kuanza kwa mashambulizi makubwa ya pamoja dhidi ya Iran kwa kushirikiana na Israel. Katika taarifa yake, CENTCOM imesema wakati wa mapigano makali yaliyojumuisha mashambulizi kutoka kwa ndege za Iran, makombora ya ballistic na ndege zisizokuwa na rubani, ndege za jeshi la anga la Marekani zilidunguliwa kimakosa na ulinzi wa anga wa Kuwait. Taarifa hii imeongeza kuwa marubani wote 6 waliokuwa ndani ya ndege hizo walijirusha kwa kutumia viti vya kujitoa dharura, kwa maana ya zile parachuti, wakaokolewa salama na wapo katika hali thabiti kiafya, ambapo serikali ya Kuwait imethibitisha kutokea kwa tukio hilo kwa mujibu wa Marekani. Kwa upande wake, wizara ya ulinzi ya Kuwait inasema mamlaka za ndani zimeanzisha mara moja operesheni za utafutaji na uokoaji baada ya ajali hizo na kuhamisha marubani kwa ajili ya matibabu. Hata hivyo, haijatajwa moja kwa moja kuwa tukio hilo limetokana na mashambulizi ya kirafiki. Vyanzo vya kijeshi vinadokeza kwamba mazingira ya mashambulizi ya wakati huo yalikuwa ya mkanganyiko mkubwa, huku makombora na ndege zisizokuwa na rubani zikiripotiwa kurushwa katika anga ya ukanda huo, hali ambayo imeelezwa kusababisha makosa ya utambuzi wa malengo. Video kadhaa zimesambaa katika mitandao ya kijamii zinadaiwa kuonesha moja ya ndege hizo ikipigwa na kombora na kuanza kuzunguka angani bila mwelekeo kabla ya kudondoka. Video nyingine zinaonyesha kile kinachoelezwa kuwa ni marubani wawili wakishuka kwa parachuti muda mfupi baada ya ndege yao kupoteza mwelekeo. Hadi sasa mamlaka za Marekani hazijathibitisha rasmi uhalisia wa video hizo, ingawa zimekiri kupokea na kupotea kwa ndege hizo 3 katika operesheni. Tukio hili linatokea wakati mzozo kati ya Marekani na Iran ukiendelea kushika kasi na kuhusisha mataifa kadhaa ya eneo la Ghuba. Kwa mujibu wa taarifa ya ufuatiliaji ya CENTCOM, angalau wanajeshi 4 wa Marekani wameuawa hadi sasa katika mapigano yanayoendelea. Wachambuzi wa usalama wanasema tukio la friendly fire linaweza kuzua maswali kuhusu uratibu wa kijeshi kati ya washirika wa Marekani katika ukanda huo, hasa wakati operesheni zinapofanyika katika mazingira yenye mashambulizi ya pande nyingi kwa wakati mmoja. Aidha, tukio hilo linaongeza wasiwasi kuhusu hatari ya kupanuka kwa mzozo huo, hasa kwa kuzingatia kuwa mataifa mengi ya Ghuba yanahifadhi vituo vya kijeshi vya Marekani na yanahusika kwa namna moja ama nyingine katika operesheni za kijeshi ambazo zinaendelea. Ingawa pande zote zimeonyesha utayari wa kushirikiana katika uchunguzi wa tukio hilo, wataalamu wa masuala ya kijeshi wanaonya kuwa ajali za aina hizi zinaweza kuathiri morali ya wanajeshi na uaminifu kati ya washirika wa kimkakati. Kwa sasa uchunguzi rasmi unaendelea ili kubaini chanzo halisi cha kosa hilo la kiutambuzi, wakati operesheni za kijeshi dhidi ya Iran zikiendelea bila kusitishwa. Mzozo huu unaendelea kuibua maswali mazito kuhusu usalama wa kikanda, uratibu wa kijeshi na uwezekano wa kuongezeka kwa madhara ya kibinadamu endapo mapigano yataendelea kwa muda mrefu zaidi, ambapo tayari tumeona dunia imeanza kulalamikia juu ya kupanda kwa bei za mafuta ambazo zimepanda katika mataifa mbalimbali duniani, hali ambayo inaashiria pengine kukawa na mdororo mkubwa zaidi wa kiuchumi, hasa katika idara ya mafuta, ambapo mafuta yakipanda, kimsingi bidhaa zote hupanda kulingana na unyeti wa bidhaa hiyo ya mafuta. Na tumeona mataifa wanachama wa OPEC wamesema wanapanga kukutana kwa dharura kuangalia namna gani ambavyo wanaweza wakapata mafuta ya ziada, ikilinganishwa na kile ambacho kimefanywa na Iran baada ya kufunga mlango mkuu wa Hormuz ambao ndio ambao umekuwa ukisafirisha maelfu kwa mamia ya mapipa ya mafuta kuelekea katika maeneo mbalimbali duniani.